Sikilizeni, tuna muda mchache na tuna mwenyekiti wetu makamu hapa na katibu mkuu. Naomba utulivu wa kina kabisa. Wa kina. Mmekuja watu wengi sana. Mkutano ni mkubwa sana, kila mahali kuna watu. Lakini matatizo ya nchi hii ambayo yanalalamikiwa na kila mmoja kabla hajasababishwa na Chama cha Mapinduzi, yamesababishwa na uoga wa wananchi. Uoga wa wananchi. Nyie ni mashabiki wa siasa zisizokuwa na vitendo. Hakuna watu wameharibu nchi hii kama Watanzania. Hakuna watu wameharibu nchi hii kama Watanzania. Ni washabiki wa mpira na kubeti kuliko masuala ya msingi katika taifa lao. Tunaibiwa uchaguzi si kwa sababu polisi wana nguvu ama CCM wana uwezo. Tumekuwa tukiibiwa uchaguzi kwa sababu tulipowaita kukataa mambo yote ya kiuni katika nchi hii, mlituacha wenyewe. Sisi tumelipa kila gharama ya kupigania nchi hii. Mimi nitasema kila mahali nitakapokwenda, kazi hii naifanya kwa moyo wangu wote na nguvu zangu zote na akili zangu zote. Sina deni katika nchi hii. Tumeenda magereza, tumekoswa kuuawa na mwenyekiti wetu yuko jela. Leo tumenyimwa kiwanja mjini kule. Ni kwa sababu moja tu. Hata tukiwanyima, wananchi watafanya nini? Tusipoishinda dhambi ya uoga, hata Chadema wakiingia madarakani wanaweza wakawa wezi kama Chama cha Mapinduzi, kwa sababu mlinzi wa nchi ni mwananchi jasiri ambaye anaweza kusimama imara hata kwa gharama ya mauti. Lissu yuko magereza, hajaiba TV, hajafumaniwa na mke wa mtu, hajampiga mtu kisu. Yuko magereza kwa sababu ya kudai haki. Haki anayoidai sio ya maisha yake. Adai chakula. Hii kazi haina mshahara. Viongozi wote unaona hapa wanatoa pesa mifukoni mwao kutembea kwa gharama kubwa kabisa. Wana riski maisha. Tunatafutwa, tunatishiwa, maisha magumu. Wakati mwingine hotelini tunaweka maji ya kunywa kwenye safe. Tunaogopa tukiacha maji ya kunywa mezani yatawekewa sumu. Tunafanya kwa ajili yenu. Nyie mnapaswa kuamua kuzuia upumbavu wa kutishwa na kunyanyaswa na Chama cha Mapinduzi. No reforms, no election itafanikiwa kama mtaishinda hofu. Msipoishinda hofu, watasema twende, kwani watafanya nini? Watu mara 10 yenu mkiingia barabarani kwa maandamano ya amani, Arusha wakaingia barabarani, Mbeya wakaingia barabarani, Dar es Salaam wakaingia barabarani, maboya wanalegea. Wanalegea. Tatizo letu, tunatoka wachache. Alafu mnatuambia, nyie Chadema mnafanya nini? Mnataka tufanye nini zaidi ya hichi ambacho tumekifanya? Tumepigwa, tumefungwa, tumekimbizwa nchi, tumerudi, wazetu wameuawa, tumezika watu wetu wengi. Nyie ndo tatizo. Nyie. Mimi nasema hivi, nachukia Simba na Yanga nchi hii kuliko chochote. Simba na Yanga. Na ni maombi yangu wapotee kabisa, wasife, lakini yasiwepo ama vitu. Jana tulikuwa Sumve tunafanya mkutano mkubwa. Wakati mimi namkaribisha katibu mkuu, nikasikia watu wameshangilia wengi kama 100. Vijana wadogo, hawana kazi, wengine hawana tandala. Tuko kwenye mkutano wa hadhara. Nilitaka niseme neno moja la mjini, nikasikia Mungu amekamata mdomo wangu. Acheni ushabiki wa mambo ambayo hayagusi maisha yenu. Hii kazi hamtaonja matunda yake, ila mtakuwa wazazi wakatili sana
msipofanya jitihada za kutafuta nchi bora kwa ajili ya watoto na watoto wenu, utakuwa una thamani ya kuishi. Ni bora hata ungezaliwa kuwa mbwa. Mimi najua kabisa nchi hii tukiamua inabadilika. Wasukuma mko wengi sana. Tatizo ni moja tu, ndohotabu. Ndohotabu. Pigwa ngumi ndohotabu, ndohotabu. Tabu ipo. Hamna kazi, hamna ajira. Mmezungukwa na rasilimali tele, madini, maji. Ukiwa unaenda hapa Kisesa unaliona ziwa kwa macho. Alafu unakutana mama wa Kisukuma amebeba maji kwenye beskeli. Nimeangalia Chato juzi. Unaliona ziwa lile pale, unakuta punde inabeba maji ya kunywa barabarani. Sasa watu wa Mwanza tunafanya nini? No reforms, no election manake nini? Kuna mfano wangu wanaufanya sana, sioni kama kuna muda. Tunaposema hatutashiriki uchaguzi, hatususi uchaguzi. Tumekuja hapa kuwashawishi kuungana na kauli tutakayoitoa katika siku za usoni, ambayo kauli hiyo itahamasisha vitendo vya amani, na tunafanya bidii hiyo kimataifa na kitaifa, ya kwamba tunaposema no reforms, no election, maana yake mjue kwamba kama kutakuwa hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi na kanuni zake bora, tuwe na uchaguzi huru na haki, hatutashiriki uchaguzi. Sio tutasusa, tutazuia uchaguzi. Na namna ya kuzuia ni rahisi sana. Kuna mpumbavu mmoja nimemwona juzi Star TV, anasema Chadema hakina mbinu. Mbinu hatutamwambia mke wake, ila mbinu yetu ni moja tu, amani. Kila tutakachofanya tutazingatia amani. Maandamano ya amani, migomo ya amani, mkizingatia nyie, hao watu wanalegea. Kesho tunapata tume huru. Na nini maana ya tume huru? Huwezi kuwa na nchi yenye watu wanaofikiria kama una ushindani katika siasa. Ushindani wa kidemokrasia unalazimisha watu kufikiri, na watu wakifikiri wanatunga sera bora. Hizo sera zinamnufaisha nani? Mwananchi. Sasa hivi mbunge wenu hana sababu ya kufikiria maisha yako, kwa sababu uchaguzi wake unaamuliwa na wizi wa kura unaosaidiwa na jeshi la polisi. Wewe uamui tena uchaguzi wa mbunge hapa, uamui tena uchaguzi wa diwani hapa, uamui tena uchaguzi wa Rais Samia hapa. Anayeamua ni fujo na serikali. Tukiwazuia katika mazingira hayo, kitakachotokea ni nini? Kutakuwa na ushindani wa kisiasa. Kukitokea ushindani wa kisiasa, kutakuwa na ushindani wa kimawazo. Kukitokea ushindani wa kimawazo, kutakuwa na ushindani wa akili, na viongozi wakianza kufikiri, maisha ya taifa yatabadilika. Sijui kama tunaelewa jamani. Mnaelewa sio? Vizuri. Inakuwaje Mwanza hamna maji wakati Mwanza imezunguka na ziwa la pili kwa upana duniani? Inakuwaje? Inakuwaje Kagera ni ya 5 kwa umaskini Tanzania, wakati Kagera inatoa 70% ya kahawa zote Tanzania? Inakuwaje? Inakuwaje Kilimanjaro vijana wako barabarani wanaendesha bodaboda? Ukianza kusafiri hapa mpaka Moshi, kushoto na kulia wamejaa vijana, ajira zao ni pikipiki. Hizo ni kazi za kimaskini, kwa sababu wamekosa pa kwenda. Serikali imeshindwa kutengeneza mifumo mizuri ya kiuchumi. Hakuna kijana anataka kuwa dereva pikipiki. Na ukitaka kujua ni kazi ngumu na wao hawaipendi, mtoto kama Samia anasema hiyo ni ajira, mwambieni amchukue mtoto wake Abduli amweke kwenye toyo. Sasa chama chetu kinapita, akipiti kwenye misukosuko. Chama chetu kinapita kwenye baraka kubwa. Magugu yanatenganishwa na mazao, sio misukosuko. Mimi ni mtu wa imani sana. Hichi kinachotokea mimi nimekiombea kwa Mungu. Hichi kinachotokea, nilimwambia Mungu hivi, fyatua magugu yote ndani ya chama chetu. Hatuwezi kuwa na kundi la watu ambalo msingi wao wa mawazo ni vyeo na madaraka na sio haki na utu. Mkiwa na kundi hilo, Biblia inasema wawili watatembeaje pamoja pasipo kupatana? Hao wanaoenda wanaondoka kwa sababu Mungu anaipenda Chadema. Chama hiki kwa sababu ni chama cha upinzani, lazima misimamo yake, kauli zake, matendo yake yao ya kipinzani. Sasa wale wapumbavu 55 hawaitwi G55, ni wapumbavu 55. Wale wapumbavu 55
Na hata kama hapa wapo, nawaambia kabisa kama hapa wapo, na nyie tembeeni. People, sasa kuna wale za mheshimiwa lugha zako ngumu sana. Sikiliza mimi, msela hatakiwi lugha laini, msela hatakiwi lugha ya kibabe. Sikiliza, tumezika watu. Mimi nimezika watu wengi. Uchaguzi wa marudio wa udiwani ya Arusha mjini lilipigwa bomu kwenye mkutano kama hivi. Nimezika watu 5. Tumemzika Mawazo kwa sababu ya uchaguzi. Vijana wengi wamepotea, vijana wengi wamevunjwa miguu, wala hawana malengo ya kuwa madiwani la bunge. Kuna wengi wamekwenda jela, wamepewa kesi za mauaji, wamekuja kuachiwa juzi. Kuna familia zimevunjika ndoa, kuna watoto ni yatima leo. Alafu kuna mtu anasema eti hiki chama kimekatisha ndoto yetu ya kuwa wabunge. Ndoto ya chama hiki sio kumfanya Pambalu kuwa mbunge wala Heche kuwa mbunge. Ndoto ya chama hiki ni kupigania uhuru na mabadiliko ya kweli na ustawi wa jamii. Kama huko nje ya malengo haya, wewe sio mpinzani. Hatukuja kugawana mitaji kwenye chama hiki, tumekuja kugawana maumivu ili watoto wetu waje wakute nchi bora, waseme wale wazazi wetu walikuwa na akili, waliweza kupigania nchi. Yoyote ambaye hayuko katika msingi wa malengo haya atufai, na akiondoka hatupati hasara, tunapata faida, kwa sababu ameondoka mtu ambaye hakuwa na mawazo yanayofanana. Wawili wanawezaje kutembea pamoja kama isipokuwa wamekubaliana? Sasa niye watu wa Mwanza, kuna kitu kinaitwa tone tone, mmekisikia? Tone tone ni nini? Tone tone ni mpango wa chama chetu. Mlisikia tuliposhinda tu CCM wakaona tukejeli, wanasema hatuna hela. Ni kweli hatuna hela. Sisi ni omba. Chama hiki hatutatoa, hakuna mtu anaweza kaongoza chama cha siasa. Tunahitaji